وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Fiqh Sunna, tukiwa katika mlango wa sunanul wudu. Katika sunanul wudu tulifika sehemu ya 8, tukaimaliza taslithul ghusl, na leo tunaingia sehemu ya 9, at-tayammum. Moja katika sunna za kutawadha, enyi ndugu Waislamu, ambazo tuzielewe tupate kumfuata mtume wetu kwa kila kitu, basi ni kuanzia upande wa kuliani. Hiyo ndiyo sunna ya mtume. Hajapata hapo mtume kutawadha akaanzia kushoto, na hiyo kuanzia kulia hata anapokoga mtu, hata anapovaa nguo zake mtu aanze kwa kulia, bali hata anapotoa kumpa mtu kitu na kupokea kwa mtu kitu, iwe anatumia mkono wa kulia. Ndiyo Uislamu. Kuliani ndio Uislamu. Anapokula mtu kwa mkono wa kulia vile vile. Makafiri wanajitahidi kuibadilisha kawaida hii, na kwa ilivyokuwa tumeshawakabidhi kwamba wao ndio wastaarabu wanaotupeleka ustaarabuni, basi wanatukamatisha umma. Umma ni kile kijiko chenye miba cha kulia. Wanatukamatisha kwa mkono wa kushoto, na Waislamu majority tunalia mkono wa kushoto tunapokuwa katika mahfal tunazozihisi kwamba hizi ni mahfal za ustaarabu. Anaona ya Muislamu kula kwa mkono wa kulia. Imekuwa mpaka katika sunna ya kula vile vile makafiri wametuyumbisha vile vile hapo. Hawakutubakisha katika lolote ila wametugeuza. Basi moja katika sunna ya mtume at-tayammum ni kuanzia kuliani. Imekuwa ni sunna kuanzia kuliani, يعني البدء بغسل اليمين. التيامن maana yake ni kuanza kukosha upande wa kulia wa mkono au mguu, kabla ghasli al-yasari, kabla ya kukosha upande wa kushoto, min al-yadaini war-rijlaini, kuanzia mikono miwili na hata miguu miwili vile vile. Dalili فعن عائشة رضي الله عنها قالت, kutokana na bibi Aisha Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe Mwenyezi Mungu, yuhibbu tayammum, akipendelea kuliani, fi tanaulihi, katika uvaaji wake wa viatu. Tanaul, at-tanaulu yani lubsu an-na'l, ni uvaaji wa viatu. Wa tarajjulihi, na hata katika uchanaji wake wa nywele. At-tarajjul tasrihu ash-sha'r. Tarajjul anafasiri chini sababu kwamba ni uchanaji wa nywele. Wa tarajjulihi, na kuchana nywele kwake. Wa tuhurihi, na hata kutia tahara kwake vile vile. At-tuhur yashmulu al-wudu wal-ghusl, na neno tuhur limekusanya maana kwamba ni kutawadha na hata kukoga vile vile. Kwa hivyo mtume akipendelea kuanzia kuliani mambo haya. Kuvaa viatu akivaa anatia mguu wa kulia mwanzo. Utayaona kama ni mambo madogo mepesi, na pengine tunapuzi mtupu. Lakini kwa haya madogo ndiyo anaathirika mtu. Na kwa haya madogo anaweza mtu akaipata laana ya Mwenyezi Mungu, akafukuziliwa mbali katika rehema za Mwenyezi Mungu, kama toka utakini, akaharibikiwa mpaka kama kubwa. Imepokewa hadithi sahihi ya kwamba mtume alimkuta mtu anakula kwa mkono wa kushoto, akamwai, akamwambia kul bila yamini, kula kwa mkono wa kulia bwana. Muislamu hadi kushoto.
Yule bwana kwa kibri aliona kama anaingiliwa hata katika mambo ya nafsi yake, akajibu la astati'u, mimi siwezi. Anamjibu ni nani? Anamjibu as-sadiqul amin, aliyepelekwa na Mwenyezi Mungu kwa kazi ya kuongoza wa viumbe, rahmatan lil alamin. Anamjibu kama siwezi. Basi mtume naye akamwambia lastaqata, hutaweza tena. Naam, hakuweza tena mkono wake kuufikisha kinywani, yaani ulipooza mkono wa kulia haukwenda tena kinywani. Utaona madogo sana, ni sunna, na unaweza kuzishunilia mbali. Hapo mtume atakufuatia yake vile vile. Kila kitu katika Uislamu kimetizama kwa mtizamo wenye maslahi na viumbe. Usidharau kidogo, utakuja kuhasirika katika makubwa. Utaona hata katika karne hii leo Uislamu tokea mtume kuhajir Makkah kwenda Madina yapata miaka 1414. Hivyo watu kweli katika msikiti watabaki bado wanazungumza mambo ya sunna za kutawadha? Jawabu ndiyo. Haya mambo milele na milele lazima yazungumzwe. Si wengi wanayojua haya. Wengi ni Waislamu tu kwa majina tu. Wengi ni Waislamu ambao wamechukulia dini mtu akishakuwa Muislamu basi. Wengi wanatazama watu wanafanya nini, si wengi wenye kuyajua haya. Basi inabidi tuzungumziane kila siku na kila azaliwae, ili ajakute kwamba huu ndio mwenendo, huu ndio Uislamu. Nenda kinyume na makafiri kwa kila kitu, hata katika kuanzia kulia mambo yako nenda nao kinyume vile vile. Mtume anasema khaliful yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi wa Naswara na Manaswara. Nenda challenge kila kitu, nenda opposite. Kila kitu chao kufanya wenda kinyume, kwa sababu ni adui yako asiyekutakia kheri katika dini yako, katika dunia yako. Khaliful yahuda wa Naswara, nendeni kinyume na Mayahudi na Manaswara. Lakini Mayahudi na Manaswara wamechukua Waislamu sasa hivi wanawalisha mpaka kwa mikono ya kushoto. Ati ndio ustaarabu, ati ndio ulimwengu ndio unapokwenda na wakati vile. Nenda na wakati bwana, unakulia hapa wewe. Hadi mtu unakulia hapa bwana wewe. Bwana huyu anakwenda kulia wewe. Kalaanika mtu mkono wake umepooza kwa kuacha kula kwa mkono wa kulia. Haya madogo madogo haya yanaweza kumfukuzisha mtu katika rehema za Mwenyezi Mungu, akaambiwa toka baada ya leo, sikutaki tena mimi. Na hakuna mtu hasara kuliko kufukuzi leo mbali siku moja katika rehema za Mwenyezi Mungu, akaambiwa leo toka, sikutaki tena. Naudhu billahi min dhalik. Mwenyezi Mungu atulinde na kufukuzwa katika rehema zake. Tubaki hivyo hivyo na vijikosa vyetu na ukhatifu wetu, lakini tubaki tumo katika rehema za Mwenyezi Mungu, bado tutatakiwa. Basi mtume akianza kulia mambo hayo, hadithi hii ambayo inaendelea, wa fi sha'nihi kullihi, na hata katika mambo yake mengine yote mtume anaanza mkono wa kulia. Na kuna baadhi ya mambo atumia kushoto mtume, kama kustanja bila haja, au anapotabawal anakamata utupu wake kwa kushoto, na kisha akakataza kasa, akasema kitabawali mmoja wewe asishike utupu wake kwa kulia. Ama wakati anapotafuta kizazi, na anaweza kushika kwa kulia na kumtaja Mungu na kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu, Allahumma jannibna shaytan, Mwenyezi Mungu tuepushe sisi baba na mama na shetani huyu, wajannibi shaytana ma razaqtana, na umuepushe shetani na kile ambacho utaturuzuku sisi, ili mambo yajayo ya kheri, mambo yajayo mazuri. Tunakuja kwa jamii ile baadaye, kwa sababu pengine tumeacha mimba ya Kiislamu kama nyuma kutoka. Mtu matamanio shamka kifuani, anavamia kama mnyama tu, kisha shikwa na shauku, basi imekuwa hata mbwa hafaiki. Mungu awe mbele kwenye kila kitu. Nisaukum arfun lakum, hawagezeni hawa bwana nikodezeni hizi. Na Mwenyezi Mungu anasema waqaddimu li anfusikum, tangulizeni kitu kwa ajili ya nafsi zenu, mtapata kizazi. Hiki kizazi hiki kiwekewe Mungu mbele mwanzo, kisiwekewe mambo mengine mwanzo, kisiwekewe mambo mbalimbali mengine kwa Mungu akasahaulika, alafu baadaye utajuta, atakuja toka mtoto ndio ujute baadaye.
basi mtume akianza mambo yake mengi sana akianza na kulia. Hadithi muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Na dalili nyingine, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abi Hurairah kwamba mtume kasema, idha labistum, mtume wa Mungu huyo, wakati mnapovaa nguo zenu au viatu vyenu, wa idha tawaddatum, na wakati mnapotawadha, fabida'u bi aymanikum, anzieni mkono kulia. Amri ya mtume. Hadithi ya nyuma imeonyesha mtume mahaba yake, mapenzi yake yeye mwenyewe, akipendelea kuanzia kuliani. Na kisha hadithi ya pili anatoa amri na kwa wafuasi wake pia, nendeni kuliani mkivaa na mkitawadha vile. Aymanikum, neno aymanikum jami'u yamjamu yamin, ni wingi wa tamko la yamin. Wal muradu, na makusudio yake kutawadha, al-yadu ni mkono, al-yumna wa kulia, au ar-rijlu al-yumna, au mguu wa kulia. Aanzie mtu mkono kulia. Na bali hata akimkosa ndugu yake amefariki, Muislamu akosha kwa kuanzia kulia vile vile. Hata ndio hiyo unachunga mkono kulia uko wapi, unaanzia kuliani. Saidi yake kwenda kulia, mbele na baada ya nyuma, hivyo kama wewe ulivyokuwa hai vile. Na wewe mwenyewe kama wewe hajui haya, kuanzia leo hii unapokoga, unapotawadha, unapokoga, basi hakikisha unaichunga sana hii. Shati uya practice mambo madogo, ndipo utapokubaliwa, ukapokelewa kuyakabili makubwa baadaye. Umedharau madogo, hata kwenye hayo makubwa utaambiwa wewe humo. Na halafu inakuwa ile nature yako, tabia yako haikuzoea, utaona mambo kinyume. Sasa hivi anza kukoga kwa kujitia maji upande wa kuliani kwanza, halafu kushoto. Na sabuni itie kuliani kwanza, halafu kushoto. Jisuuze kwenda kulia kwanza, halafu kushoto. Kila kitu nenda kwa mujibu wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio maksudi kukuongoza wewe na mimi. Innakum fi rasulillahi uswatun hasana, mna kiigizo kizuri mwenye kwa mtume wa Mungu. Lakini kiigizo hichi ataweza kukichukulia kwamba chenye thamani, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathiran, kwa yule mwenye kumtarajia Mwenyezi Mungu kwamba atakutana naye na siku ya mwisho, anaiamini kwamba ipo na ikawa anamkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja kwa wingi, huyo anaweza kutia thamani ya mambo haya. Lakini mwingine anaona kuzi mtukutu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Hadithi hiyo vile vile amesimulia bwana hao Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi na pia Imam Nasa'i. Ya 10 katika sunna za kutawadha, ad-duluk, ni jambo la kusugua, yani kusugua mkono wako juu ya kile kiungo ambacho unakitawadha. Tofauti na kichwa, ama kichwa sunna yake ni kupakwa tu, hakisuguliwi. Lakini viungo vinabakia, ad-duluk ni kusugua. Duluk ni nini? Wa huwa imraru liyadi. Duluk huku ni kupitisha mkono, yani kiganja, ala al-adwi, juu ya kiungo, ma'al ma'i, pamoja na maji, au ba'dahu, au baada ya maji kutiwa, alafu mkono baada unafuatia mkono unasugua, au pamoja sambamba inakwenda, huku unatia maji na huku unasugua. Fa'an Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Abdullah bin Zaid ana hadithi kwamba mtume wa Mungu utiya bi thuluthi muddin, aliletewa maji yapatayo thuluthi ya kibaba. Kauli nyingine inasema thuluthi muddin, thuluthi mbili za kibaba, lakini riwaya zimekuja zote sahihi, ama itakuwa thuluthi moja au thuluthi mbili. Fatawadha, bwana mtume katawadha, faja'ala yadluku dhira'aihi, na katika utawadhaji wake akawa anasugua dhiraa zake, na sio kujiminia maji tu au kukafarijini ukaweka mkono kakinga tu. Mkono pia ufanye kazi, usugue. Unapotawadha mkono wa kulia, mkono wa kushoto unasugua. Unapotawadha mkono wa kushoto, mkono wa kulia unasugua. Unafikisha maji baada ya kusugua, yaani unapoosha vile viungo. Basi fatawadha faja'ala yadluku dhira'aihi, mtume akatawadha akajaalia kusugua dhiraa zake mbili.
hadithi hii rawahu ibn Khuzaimah, ameisimulia ibn Khuzaimah, wa anhu radiyallahu anhu, na kutokana na yeye bwana Abdullah bin Zaid vile vile Mwenyezi Mungu amradhi, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam tawaddaa, ya kwamba mjumbe wa Mungu alitawadha, faja'ala yakulu hakadha, akawa anafanya kama hivi, yadlu, akawa anasubua. Hapa neno yakulu hatulifasiri kusema, kwa sababu mbele kuna hakadha. Hakadha ni namna hivi, hakusema kama hivi, bali akawa anafanya hivyo. Ndivyo lugha inapokwenda. Baadhi ya wakati tamko yakulu unalifasiri akawa anafanya. Faja'ala yakulu hakadha, akawa anafanya kama hivi, yani yadluk, akawa anasugua. Kwa hivyo akawa anaonyesha. Rawahu Abu Daud, hadithi ameisimulia Abu Daud at-Tayalisi wa Ahmad wa Ibn Hibban wa Abu Ya'la. Sunna ya 11 katika sunna za kutawadha, almuwalatu, ni kufululiza baada ya hichi pale pale. Sio mtu kutawadha halafu akashughulika na jambo jingine kisha ajaendelee tena. Ni kufululiza papo kwa papo, baada ya kiungo hichi mpaka udhu malizike. Maana ya muwala, yani tatabi'u ghusl al-a'dha, ni kufuatisha viungo vya kutawadha, baadhiha ithri baadhi yake kufuatia chengine pale pale. Kikimalizika kiungo fulani kinaingiliwa kiungo kingine kutawadha. Bi an la yaqta'a al-mutawaddi, ya kwamba asikatishe mtawadhaji mwenye kutawadha, asikate udhu wake bi'amalin ajnabiyyin, kwa kitendo chengine kilichokuwa hakihusiana na kutawadha. Mathalan, atawadha mtu afla kapiga mtu hodi nyumbani kwake, enda kuzungumza naye. Kwa hivyo hapo imeingia amalun ajnabiyyun. Akirejea nyuma aje aendelee tena, aje aanze tena kutawadha, asiendelee tena, sababu hakupata muwalati, hakwenda kwa mujibu wa sunna. Sunna ya kutawadha ni kufululiza baada ya kiungo. Asikate mwenye kutawadha kwa amalun ajnabiyyun halafu akaja kaendelea. Hivyo sio sunna mtume. Yu'addu fil 'urfi, akifanya hivyo itahesabiwa katika jambo linalojulikana katika sheria, al-insirafa anhu, kwamba ameshaondoka kwenye udhu, na akiondoka akijatawadha tena. Wa ala hadha, na juu ya kitendo hichi cha kufululiza kutawadha kiungo baada ya kiungo, madhati sunnatu, ndiyo umepita mwendo wa mtume. Wa alaiha, na juu yake mwendo huo, amala almuslimuna, ndivyo walivyofanya waislamu, salafan wa khalafa, tokea wa zamani na hata wa sasa. Hakuna khilaf, inajulikana wazi wazi hiyo kwamba udhu kitawadha ufululizwe papo kwa papo mpaka malizike. Ya 12 katika sunna ya udhu za kutawadha, mas'ul udhunaini, ni kupaka masikio mawili. Aliniuliza siku moja mtu mmoja, akanambia tumetoka pale kwenye kichwa, lakini baadaye hatukuona kwamba umeingia kwenye masikio. Nikamwambia itakuja kwenye masikio. Hiyo masikio imetiwa kwenye sunna za kutawadha. Kwa hivyo sasa tunaingia katika masikio vile vile. Mas'ul udhunaini ni kupaka masikio mawili. Wa sunnatu, na mwendo wa mtume, mas'u batinahuma, ni kupaka ndani yake hayo masikio, bisababataini, kwa vidole viwili vya kusabihi Mwenyezi Mungu, yani vya shahada. Vidole vya shahada vinaingia ndani ya masikio, vinazunguka. Wa dhahirahuma, na nje ya masikio, bil ibhamaini, yanapaka masikio kwa vidole viwili vya gumba. Vya shahada vinaingia ndani, vya gumba vinabakia nje. Inakuwa gumba zinazunguka nje na shahada zimo ndani. Huo ndio upakaji wa masikio. Bima'i ra'si, tena ni sunna kwa kupakia yale maji ambayo mtu alipakia kichwa akapeleka mikono mpaka chokoni, halafu akairejesha mpaka pale kuanzia. Baada ya kutoka hapo moja kwa moja anaingia masikioni. Bima'i ra'si. Na pia hatukatai kwamba zimekuja riwaya nyingine zikaonyesha baadhi ya siku mtume alikuwa akiteka maji mapya kwa ajili ya masikio. Zote mbili sahihi. Akitoka mtu kichwani
akiingia mashikioni sahihi, na pia kama atachukua maji mengine baada ya kutaza kichwa sahihi pia vile vile. Zote hizi zimekuja katika sunna za Mtume. Li'annahuma minhu, anateremka mtu mashikioni akitoka kichwani kwa sababu hayo mashikio ni katika eneo la kichwa vile vile. Hapo kichwani mashikio. Fa'ani al-Miqdam ibn Ma'di Yakriba, tunapokea riwaya kutoka kwa bwana Miqdam ibn Ma'di Yakrib radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, masaha fi wudu'ihi, alipaka katika udhu wake, ra'sahu, alipaka kichwa chake, wa udhunaihi, na mashikio yake mawili, dhahirahuma, nje yake, wa batinahuma, na ndani yake. Na katika upakaji, wa adkhala asbi'aihi, akaingiza vidole vyake viwili, fi samakhai udhunaihi, katika uwazi huwa mashikio mawili, eneo lilokuwa wazi ndani. Rawahu Abu Daud, hadithi amesimulia Abu Daud, wa Tahawi, pamoja na Imam Tahawi, na vile vile wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutokana na Abdullah bin Abbas, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, fi wasfi wudhu'i nabii, katika kuusifu udhu wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema wa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi, na akapaka bwana Mtume kichwa chake na mashikio yake mawili, mashatan wahidatan, mpako mmoja tu. Hivyo ndio riwaya nyingi zimekuja kuhusu kichwani na mashikio ni mpako mmoja tu. Kama kuna riwaya nyingine za mara tatu ni kuonyesha jawazi, riwaya zake zinakuwa ni kidogo, lakini riwaya nyingi jamhuri ni kwamba kichwa ni mpako mmoja tu na mashikio pamoja. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, hadithi hiyo amesimulia Ahmad na Abu Daud. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, masaha ra'sahu, alipaka Mtume kichwa chake, wa udhunaihi, na mashikio yake mawili, wa batinahuma, na ndani yake amepaka bil musabbihataini, kwa vidole viwili vya kusabihi Mwenyezi Mungu. Bil musabbihataini ay bis sababataini, yani kwa vidole mbili ambavyo ni sababu ya kutolea shahada illa Allah. Wa dhahirahuma, na akapaka nje ya mashikio mawili, biibhamaihi, kwa vidole vyake viwili vya gumba. Hiyo ndio sunna ya kupakia mashikio. Ya 13 katika sunna za kutawadha, italatul ghurra, ni kurefusha mapanja ya kichwa, watahajili, na vile vile kurefusha maeneo ya mikono na miguu. Katika habari hii mna maqalun, pana maneno. Habari yake ina maneno, tukae kwa makini kusikiliza hayo maneno. Kwanza tuitizame hadithi iliyokuja kuzungumzia habari ya italatul ghurratu wat tahjil, alafu kuna maneno baada ya jamhuri ulama, na iko khitlafu ndani yake imeingia. Amma italatul ghurratu, ama kuhusu kurefusha ghurra, maana yake fabi an yaghsila juz'an, ni kwamba mtawadhaji akoshe sehemu min muqaddami ar-ra'si, katika sehemu ya mbele ya kichwa hii, zaidan, kwa kuzidisha, anil mafrudhi, kuhusu zile eneo zilizokuwa za fardhi, fi ghasli alwajhi, katika kosha uso. Kama huapa ni uso, tumeutaja urefu wake na mapana yake, halafu anazidisha, anaingia ndani kidogo, anaingia sehemu ya kichwani kidogo. Hiyo ndiyo italatul ghurra. Fa bi an yaghsila juz'an, huko ni kukosha sehemu, fi muqaddami ar-ra'si, katika mbele ya kichwa, zaidan, kwa kuzidisha, anil mafrudhi fi ghasli alwajhi, anazidisha kutokana na sehemu zilizofaridhiwa katika ukoshaji wa uso. Wa amma italatu tahjili, na ama kuhusu jambo la kurefusha tahjili, nini maana yake? Kurefusha tahjili, fa bi an yaghsila ma fawqa al-mirfaqaini,
ni mtu kukosha sehemu iliyokuwa juu zaidi ya mirfaq mbili, kuendea juu zaidi kwenye mkono, unapoendea juu kuendea kwenda kwapa huko. Wal ka'baini, na vile vile katika miguu kurefusha zaidi kuliko visigino viwili au ankle mbili. Hadithi iliyokuja mpaka watu wengine wakaona kwamba ni sunna kufanya hivyo ni hadithi ifuatayo. Li hadithi Abi Huraira, ni hadithi ya bwana Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, wa mtume wa Mungu amesema, inna ummati, hakika ya umati wangu, yaatuna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina, watakuja siku ya kiyama mimi nitaweza kuwatambua kwa alama zao. Ghurran, wanang'ara sehemu ya kichwani, muhajjalina, na vile vile wanang'ara sehemu ya mikono na miguu, wanang'ara nuru ya ajabu. Ni wakati wenye kiza ambacho hakina mfano, wao wanang'ara kwa nuru ya ajabu. Nuru hiyo ndio inawapeleka mbele sasa kuelekea panapotakiwa kufika. Na wengine wanawaambia hawa, unduruna naqtabis min nurikum, jamani tongojeni tupate kupata mwangaza wa nuru hiyo, maana wao hawanayo nuru hiyo. Qila irji'u wara'akum faltamisu nuran, hapo patasema kwamba rejeeni huko mnakotoka duniani mkaitafuta nuru yenu. Hawa watu wameitafuta muda mrefu, wamehangaikia. Si kama imekuja hapa tu bure bure, wamehangaikia sana. Naam, basi hadithi imekuja kama hivyo. Mtume katamka sahihi maneno haya, inna ummati atuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina, umati wangu utakuja siku ya kiyama alama zao wanamemetuka katika sehemu ya usoni mpaka kichwani, na vile vile kuteremkia mikononi na miguuni. Min athari alwudhu, kutokana na athari ya wudu. Anafasiri neno ghurra na muhajjalina chini nambari 2, anasema aslul ghurra, asili ya ghurra bayadun fi jabhati alfaras, ni weupe katika bapa la sehemu ya mbele ya kichwa, bapa la uso, weupe unakuja kichwani. Watahjili, na neno tahjili bayadun, huu ni weupe fi rijlihi, unaopatikana katika miguu yake. Wal muradu, na madhumuni hapa, min kauniha yaatuna ghurran muhajjalina, kwamba wao watakuja siku ya kiyama hali ya kuwa viungo vyao hivi vinamemetuka. Ai anna nura, ya kwamba nuru ya'lu wujuhahum, itapanda juu ya nyuso zao, wa aidiyahum, na mikono yao, wa arjulahum, na miguu yao, yaum alqiyamati, siku ya kiyama. Wa huma min khasa'is hadhihi al-umma, na mambo ya kung'ara mawili haya ni katika hususia ya umma wa Muhammad pekee. Yatuna yaum alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu'i, kutokana na athari ya wudu. Utakuta wudu tunauzungumza kama kwamba ni sunna, lakini utakuta ni jambo kubwa sana ambalo litatoa athari mpaka siku ya kiyama. Ni jambo lenye thamani sana, yataka mtu atawaze hivi bila hata kuswali. Iwe udhu kwa Muislamu ni silaha yake, kila mara ukitoka udhu unaweka mwingine. Na pale alipomuuliza Saidina Bilal, mtume alipomuuliza Bilal, una amali gani wewe kubwa unayoifanya? Mbona mimi nimesikia sauti ya miguu yako inatembea? Nilipouliza nitaambia Bilal miguu yake, kitu gani wewe umefanya mpaka tangulia kule? Akamwambia, sina amali kubwa ya kutarajiwa ninayoifanya mimi, ila ninapotambua mimi hautoki udhu katika mwili wangu, ila ninautia hapo hapo, na nikiti ya udhu ninausalia rakaa 2 za sunna. Labda kama nina amali kubwa ni hiyo. Utaona ni mambo madogo mepesi, lakini ni mazito. Si rahisi mtu kuwa nayo hayo, mpaka aanze kuya practice, mpaka alemae. Kuna mambo mpaka uwe na kilema nayo, hapo tena na tena tapo ya kosa. Hata akiteremka malakul maut akikukuta una udhu wako kamili, basi tarajia kwamba patakuwa takhfifu vile vile hapo. Salama salimini, silaha yako Muislamu hiyo. Angalau akikukuta na udhu kamili, basi iko kidogo alama ya takhfifu. Yaatuna yawm alqiyamati ghurran muhajjalina, hiyo ni kauli ya mtume. Baada ya kusimulia hadithi hii ya Abi Huraira, yeye mwenyewe sasa anasema, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al,
basi anayeweza miongoni mwenu kurefusha sehemu zake za juu ya kichwa huko baada ya kutawadha uso na mikono na miguu, basi na afanye hivyo. Haya ni maneno ya Abi Hurairah. Sasa rawahu Ahmad wa Shaykhani, hadithi imesimulia Ahmad na mashaykh wawili Bukhari na Muslim. Wa an Abi Zur'a, na kutokana na Abi Zur'a anna Aba Hurairah, ya kwamba yeye Abi Hurairah baada ya kupendezewa akawaambia Waislamu, anayeweza miongoni mwenu, kwa kuwa mtume kasema umati wangu utakuja siku ya kiyama unang'ara viungo, uso na mikono na miguu, anayeweza miongoni mwenu na arefushe. Hii ni dhana ya Abi Hurairah. Hivi ndivyo tufahamu yeye Abi Hurairah kwamba iko pale kurefusha. Kwa hivyo Abi Hurairah mwenyewe sasa radhiyallahu anhu daa biwadhu'in, aliagizia maji ya kutawadha siku moja. Fatawadha, akatawadha na watu wanamuona. Wa ghasala dhira'aihi, akaanza kukosha dhiraa zake, yani mikono yake. Alipokosha mikono hatta jawaza almirfaqain, akaendelea mpaka akavuka katika visugudi viwili hivi, akavuka ngona zake juu. Falamma ghasala rijlaihi, na alipokosha miguu yake miwili, jawaza alka'baini, akavuka katika visigino viwili, ila saqaini, akaja mpaka katika miundi. Saqi ni ile miundi kabla ya kufika kwenye magoti, miundi ile kwenye musuli pale, akawa anakosha ila saqaini. Fakultu, anasema huyu Abi Zur'a, mimi nikamuuliza Abi Hurairah, kwa sababu jambo hilo lilikuwa ni geni kwa Abi Zur'a, hajapata kuliona kwa mtume, hajapata kusikia amri ya mtume kuhusu jambo hilo. Hadithi ya mtume imekuja, watu wameipokea kwamba watakuja siku ya kiyama watu ghurra muhajjalina, lakini hakuna mwingine aliyefahamu kwamba arefushe kutawadha kwake ndio juu zaidi. Hakumwachia bwana. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu manake. Ilibidi hapo apate faida yeye. Akamwambia fakultu ma hadha, nikamuuliza Abi Hurairah, hichi ni kitu gani unachofanya sasa hivi? Mbona nakuona umevuka mpaka katika visugudi vya mikono na kwenda kujua huko karibu na kwapa na miguu unakwenda mpaka kama miundi, nini hicho unafanya? Faqala, Abi Hurairah akajibu, hadha mablaghul hulya, huku ndo kufikiria katika kupamba udhu, hili ni pambo la udhu. Alijibu hivyo tu. Rawahu Ahmad, hadithi imesimulia Ahmad, wal lafdhu lahu, na tamko lake yeye, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya shuruti walioiweka mashaykh wawili. Mwenye fikhi sunna Imam Said Sabiq amefika mpaka hapo yeye, lakini katika kupitia baadhi ya vitabu nimekuta mas'alatun ikhtilafiyatun kuhusu jambo hili. Kuna kitabu amekiita mwenyewe huyu Taysirul Allami, mwandikaji wake ni huyu bwana Ali Bassam kwa maarufu wake, babu yake. Anasema kuhusu jambo ya ghurran, sehemu za kichwani hizi kuongeza mtu kutawadha, na muhajjalina, na mikono na miguuni, hapa pana mambo ya ikhtilafu, si jambo lililopita hilo bure bure, linapingwa na wenye kulipinga wanalipinga kwa hoja nzito kwamba halipo, isipokuwa fahamu ya Abi Hurairah alifahamu yeye pale aliposema faman istata'a minkum. Watu wengi wanadhania kwamba ile ni kauli ya mtume kwamba anayeweza miongoni mwenu an yutila ghurratahu falyafal, lakini si kauli ya mtume, ile ni kauli ya Abi Hurairah. Kuna vitabu vidogo vidogo vya mukhtasar kama Bulughul Marami, hadithi ile kaitaja moja kwa moja. Wewe msomaji pale huwezi kuona kwamba ni maneno ya Abi Hurairah. Kwenye fiqh sunna haijambo anabainisha faqala Abi Hurairah, faqala Abu Hurairah. Lakini ukiangalia Bulughul Marami ameitaja hadithi moja kwa moja, inna ummati yatuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Ukisoma Bulughul Marami ni kitabu cha matini kile kifupi sana. Hata yeye mwenyewe Ibn Hajar amemwambia mwanafunzi wake, kitabu hichi mtu isiwe ndiyo muntaha wake akamalizia pale, atapata taabu.
Nimekusanya mukhtasari tu, mambo ya kumfungua tu tongo za macho aone tu dini. Lakini baada ya kusoma Bulughul Maram mtu ende katika vitabu vingine ambavyo vimekunjua mambo kwa uwazi kama fiqh sunna na vingine. Kwa hivyo yale ni maneno ya Abu Huraira. Abu Huraira kafahamu vile na alikuwa akipractice, akifanya mambo ya kurefusha vile. Wenzake masahaba wanamuuliza nini hicho, anajibu kwamba hili ni fikilio la pambo Daudi. Anasema huyu mwenye Taisiri al-Allam ya kwamba al-khilafu fi itlaq al-ghurra, kuna khitilafu katika kurefusha haya mambo ya sehemu kichwani na mikono na miguuni. Ikhtalafa al-ulama, wamekhitilafiana wanavyuoni fi mujawazati haddi al-mafrudh, katika kuvuka mipaka ya maeneo yaliyofaradhiwa na Qur'an. Min al-wajhi, katika uso, waliyadaini, na mikono miwili, warijlaini, na miguu miwili, lilwudhu'i, kwa ajili ya udhu. Iko khitilafu kubwa ndani yake. Fadhahaba al-jamhur, maulama wengi jamhuri wao wamekwenda kwenye kauli ila istihbabi dhalika, kwamba kufanya hivyo, yani kuvuka maeneo yale, inapendeza hivyo. Wao ina maana kwamba wamemwafiki Abu Huraira. Kwa nini wakasema kwamba inapendeza? Amalan bihadha alhadith, wa kuitegemea hadithi hii, ala ikhtilafi bainahum, juu ikhtilafu iliyoko baina yao, fi qadri haddi almustahabi, katika kuweka ule mkadirio wa mpaka gani uliopendekezwa, mpaka wapi basi mtu apandishe mpaka wapi. Basi wako wanafika mpaka kwenye adudi, wengine mpaka kwenye kwapa hasa, na huko kichwani mwingine anaingia ndani sasa mpaka kwenye wele ile mradi na kama hiyo. Wakatilafiana katika mpaka wake uko wapi. Wa dhahaba Malikun, akaenda Imam Malik katika fikra yake, wa riwayatu Ahmad, na hata katika riwaya ya Ahmad bin Hanbali wao wamekwenda ila adam istihbabi, hakuna pendekezo lolote katika kuongeza maeneo hayo, ila adam istihbabi mujawazati mahalli al-fardh, hakuna pendekezo la kuvuka maeneo yaliyofaradhiwa na kutawadha. Wakhtarahu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, na rai hii ya Imam Malik na Ahmad bin Hanbali ameichagua Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba hakuna pendekezo hilo. Wa Ibn al-Qayyim, na hata mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim kawafika hapo, hakuna pendekezo lolote, ingawa jamhuri ya ulama wameweka pendekezo. Anasema kwenye kitabu hiki, wa shaykhuna, na hata shekhe wetu aliyetusomesha sisi Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, bwana Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di vile ametoa fatwa kwamba hakuna pendekezo hilo. Wa ayyadu ra'ayahum bima ya'ti, hawa wote hawa kina Malik, Ahmad ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim na wengine wameitilia nguvu rai yao ya kuondosha pendekezo na kuvuka maeneo hayo bima ya'ti, kwa haya yafuatayo. Kwanza, mujawazatu mahalli al-fardh, kukiuka maeneo yaliyofaradhiwa, bid'awa annaha ibadatun, kwa kudai kwamba kufanya hivyo ni ibada. Dawa hayo ni madai, tahtaju ila dalilin, yanahitaji patikane hoja, kwa sababu hiyo ni dini. Kutawadha ni ibada, na jambo lolote la ibada hawezi mtu kupita akaokota njiani, hichi kinanifaa. Hapana, lazima aingie kwenye college yenyewe ya Kiislamu, ampate mtume wa Mungu amsome, aone hivi ni sunna. Sio kwamba atapita akijiokotea tu. Ibada hiyo haikubaliani mambo hayo. Wakasema inahitaji dalili. Kwa hivyo wal hadithu alladhi ma'ana, na hii hadithi ambayo iko pamoja na sisi, kauli ya mtume isemayo inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina, hadithi hii wanasema bwana hawa la yadullu alaiha,
tukiipekecha pekecha haitoi dalili ya kuvuka sehemu hizo. Wana hoja nzito hawa. Wa innama yadullu, bali hadithi hiyo inajulisha ala nuri a'dha'il wudhu'i, juu ya nuru tu ya viungo vya kutawadhia yaum al-qiyama, itakayoonekana siku ya kiyama. Wakitoka na kaburini umma Muhammad wanang'ara sehemu hizo. Hadithi haitoi dalili kwamba mtu arefushe. Kina Imam Malik yao na Ahmad bin Hanbali na kina Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim na shekhe wake huyu bwana mwenye kitabu hichi wanapita hivyo. Wa amalu Abi Huraira, wanaingilia kitendo cha Abi Huraira. Sasa wanasema na kile kitendo cha Abi Huraira fahmun lahu, ni fahamu yake mwenyewe sahaba wa Mtume radhiyallahu anhu. Na binadamu anayo nafasi ya kufahamu vile ambavyo kafahamu yeye, halaumiwi, ndivyo fahamu hiyo. Lakini inapokuja dalili ikamuongoza, basi inabidi aache ile fahamu yake kama imekwenda kinyume na dalili. Bi Hurairah kafahamu vile na kipenda vile mwenyewe. Wanasema kwamba kitendo cha Abi Hurairah kutawadha vile akarefusha ni fahamu yake yeye wahdahu, peke yake, katika sahaba min alhadithi, katika hadithi ile hakuna sahaba mwingine aliyefahamu kwamba pale panarefushwa viungo vile, wala yusaru ila fahmihi, na wala haigeuzi kupelekwa kwenye fahamu yake ma'al muarid arrajih, pamoja na maneno yaliyoingilia kati hadi mambo hayo, tena kauli zenye nguvu. Amma qawluhu, ama kuhusu tamko lake pale aliposema faman istata'a, basi kwa anayeweza, mpaka mwisho tamko hilo, yani anyutila ghurratahu falyaf'al. Farajjahu, wamentilia mkazo tamko hili hawa wanaopinga, annaha madrajatun, kwamba yale ni maneno ya nyongeza tu, min kalami Abi Huraira, ni katika maneno Abi Huraira, kama alivyosema Said Sabit kwenye fiqh sunna. Na hawa wanasema hivyo hivyo kwamba ile ni nyongeza ya maneno ya mwenyewe Abi Huraira, si kama ni kauli ya Mtume ile. Watu wengine wanafahamu kwamba ile ni kauli ya Mtume, la min kalami nabii, maneno yale sio maneno ya Mtume wa Mungu yani. Jambo la pili, lau salimna bihadha, lau sisi kama tutasalimika na haya, laktaba an tatajawaza alwajh, itakuwa hadithi ile inaonyesha wazi, ina hukumu an natajawaza alwajh, kwamba tuvuke mpaka wa uso, ila sha'ri ras, twende mpaka nywele za kichwani. Wa huwa la yusamma ghurra, na hilo haliwezi kuitwa ghurra hilo. Ikiwa tutasalimika hadithi ile iwe ni kauli ya Mtume, sasa itakuwa inatuelekeza tupande juu mpaka vichwani, na tukipanda juu mpaka kwenye nywele haitoitwa tena ghurra hiyo, la yusamma ghurra. Fayakun mutanaqidan, itakuwa ni jambo lenye kwenda upande, linapingana wenyewe kwa wenyewe. Jambo la tatu, wanasema hoja ya tatu, lam tunqal an ahadin, haikunakiliwa kutoka kwa yoyote min as-sahabati, katika masahaba wa Mtume, annahu fahima hadha al-fahm, kwamba yeye alifahamu fahamu hii Abi Hurairah, watajawaza biwudhuihi, na kwamba yuko sahaba hata mmoja amevuka mpaka katika udhu wake kuliko yale maeneo ya fardhi, yani mahali al-fardhi, haikunakiliwa popote pale. Bal nukila an Abi Hurairah, bali imenakiliwa kutoka kwa Abi Hurairah, annahu kana yastatiru, alikuwa akijificha wakati anapoyafanya mambo haya, khashiyata, wa kuogopea watu wasimuone, min istighrabi an-nasi fi'lihi, kuja kuona ugeni watu mambo yake anayofanya, kwa sababu alielewa wazi kwamba ni peke yangu nilofahamu hivi, hakuna sababu mwingine. Imenakiliwa Abi Hurairah anapofanya hivi, anapotawadha akavuka maeneo ya fardhi yale, basi inakuwa anajificha miongoni mwa watu. Ina maana Abi Hurairah kapenda mwenyewe jambo hili. Hoja yao ya nne, wanaokataa kwamba hamna pendekezo la kuvuka maeneo yale, wanasema inna kulla alwasifaini liwudhu'i an-nabi, hakika kila
alwasifina, kila wenye kusifu liwudhui nabii, kusifu udhu wa mtume sallam, lam yadhkuru, hawakutaja kabisa illa annahu yaghsilu alwajha, isipokuwa kila anaosifu udhu wa mtume utamkuta anataja kwamba yeye mtume akikosha uso, waliyadaini, na mikono miwili, ila almirfaqaini, mpaka kwenye visugudi, na Qur'ani imefika mpaka hapo, warijlaini, na miguu miwili, ila alka'baini, mpaka kwenye visigino viwili, na Qur'ani imefika mpaka hapo. Wama kana liyatruka alfadil, anakataa sasa hivi sana kwa hoja yao Ibn Taymiyyah, wanasema mtume hawezi kuacha jambo lililokuwa bora kabisa. Tunakataa. Mtume alikuta jambo lina fadhila, hawezi kuliacha katu, na kwa hivyo wakipiga breki katika maeneo yale ambayo Qur'ani imefika. Wama kana liyatruka alfadil, hakuwa kabisa mtume akiacha jambo bora, fi kulli marratin min wudhu'ihi, katika kila mara anaotawadha udhu wake hakuliacha jambo bora kabisa, bali yeye ndio aliwaambia watu, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in, akawaonyesha hivi kuchambua vidole, kufanya hivi, kila kitu kwa bora akafahamisha, lakini hakupata mtume kuonekana kwamba anavuka maeneo haya. Hoja yao ya tano ya kukataa kwamba bali hapana pendekezo lolote la kuvusha mimi. Ndio maana nikasema ya kwamba tutaendelea kuzungumza dini ya Kiislamu katika kitu kimoja ili kunusuru umma, usije ukasahau ukapotelewa dini yako kwa kufuata watu wanafanya nini. Utabaki udhu bado ni kitu cha kuzungumzwa chenye thamani sana mbele ya watu. Wasije kafahamu watu kwamba iko hadithi ya mtume inasema kwamba mtume akirefusha au kasema kwamba anaweza arefushe sehemu zile, mipaka ile kuivuka makosa. Qur'ani imeweka mpaka pale limit, na kitendo cha mtume kifika pale, na sifa za masahaba wanaosifu udhu wa mtume wamefika maeneo yale. Kwa hakika haikupatikana hasa kwa jamhuri kwamba mtume alitawadha akavuka maeneo yale. Hoja ya tano sasa, al-ayatul karimatu, aya tukufu ya Qur'ani iliyopo katika sura al-Maida inayotaja mambo ya udhu, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kadha. Aya hii tukufu tahaddada mahalla al-fard, imeweka mpaka mahala mafardhi, bil mirfaqaini wal ka'baini, kwamba kituo chake ni kwenye visugudi viwili vya mkono na kwenye visigino viwili vya mguu. Imeweka mpaka aya Qur'ani. Na hiyo aya ya Qur'ani imekuwa ni hoja kubwa ya kutizamwa, kwa sababu min awakhiril Qur'ani, ni katika aya za mwisho za Qur'ani. Hatuwezi kusema kwamba labda kuna nyingine zimekuja kunasikh aya zile, wala haikupatikana kwa mtume katika siku zake za mwisho wa kuondoka duniani kwamba labda alifanya hivyo akarefusha maeneo hayo. Akhir al-Qur'ani nuzulan, ni moja katika aya za mwisho kuteremka ya Qur'ani. Wa ilaika nasu kalam Ibn al-Qayyim, na haya yafuatayo upande wako uyazingatie maneno aliyosema Ibn al-Qayyim, mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, fi kitabihi, katika kitabu chake chokiita Hadil Arwahi. Qala, amesema akhraja fi sahihaini, wametoa Bukhari na Muslim katika sahihi mbili, wasiyaqi li Muslim, na uchungaji wa hadithi kwa wadi wa Muslim, an Abi Hazim qala, kutoka Nabii Hazim amesema, kuntu khalfa Abi Huraira, siku moja mimi nilikuwa nyuma ya Abi Huraira, wa huwa yatawadda lis-salati, na Abi Huraira anatawadha kwa ajili ya swala, fakana yamuddu yadahu, akawa anarefusha mkono wake, hatta yablugha ibtihi, mpaka anafikia kwenye kwapa kwenye kutawadha. Fakultu, huyu bwana Abi Hazim anasema sikumwacha Abi Huraira, nikamwambia, ya Aba Huraira, ewe Abi Huraira, ma hadha alwudhu, ni udhu gani huu unatawadha sasa hivi? Hii ni dini bwana, tazameni mambo yanakwenda haya. Sisi huwa tunaingia lawamani kukuta kitu katika dini kimeongezwa, tukatia nasaha, maonyo kwamba hivyo ni habari.
Dini ya Mwenyezi Mungu leo unakuja wewe unasema kwamba hapa jengo hili kama litapatikana dirisha fulani itakuwa aula. Haya basi tuweke dirisha hilo. Anakuja injinia mwingine anasema hii old model. Jengo la zamani kabisa. Hapa kama tutasakafia sakafu kadhaa itakuwa aula. Inafanya sakafu kadhaa. Inakuja karne nyingine, anakuja injinia mwingine anasema kama ndio nini? Tuondoshe kabisa hii tuanze nyingine mpya ya kisasa. Kwenye dini ya Mungu kuna hatari ya kufika katika daraja hizo. Kwamba hivi vya mtume kwamba haitakiwi tena sasa, bali dini iwe hivi anataka Ibilisi sasa. Ndiyo maana ukaona kuna hadhari kubwa katika jambo la uzushi. Watu wanaona mchezo kuzua dini ya Mungu. Tazama sahaba Abi Huraira huyo. Hawa ni masahaba wachuana sasa. Unamjua nani Abi Huraira? Abi Huraira ni kama mnyororo wa mtume, kamganda. Anamngojea milangoni mtume. Amponyoki kwa dakika moja. Akitamkacho mtume kwa chini yake. Akifanyacho kwa chini yake. Mpaka mtume anamwambia Abi Huraira, wewe Abi Huraira Mwenyezi Mungu kakuleta duniani wewe, nadhani wewe ni kwa ajili hii tu ya hadithi tu. Hadithi nyingi kwa upande wa wanaume ni peke yake sahaba Abi Huraira kwa anamfika huyo. Angalia sasa. Hata yeye analifanya jambo sahaba wa mtume mwingine hawezi kumpa nafasi kwamba aendelee nalo tu hivi. Anatawadha anafika kwenye paka sahaba mwenzake na ndio ndivyo inapokuwa dini hiyo. Anamwambia ma hadha alwudu. Wudu gani tawadha Abi Huraira? Abi Huraira huni wudu gani? Faqala akajibu Abi Huraira, ya bani Farukh. Ewe mtoto wa Farukh, antum hauna, kumbe nyinyi mko hapa nyuma yangu, mimi sina habari kama wewe uko nyuma yangu. Ina maana Abi Huraira alikuwa akijificha kitendo kile. Yeye mwenyewe kapenda ile. Mwisho akatamka kama nistataa anayeweza miongoni mwenu anyutina kurada ufanya. Kumbe huyu kwenye maana anamwangalia mtawadha vipi. Alipomwambia kwamba huyu gani? Kumbe nyinyi mko nyuma yangu. Alimwambia ya bani Farukh antum hauna. Hivyo nyinyi mko nyuma yangu mimi. Law alimtum annakum hauna ma tawaddatu hadha alwudu. La iti ningelijua kwamba wewe uko nyuma yangu. Yaani anawaita bani Farukh hao kwa sababu walikuwa wakali sana hawa katika dini, hawataki bid'a hata chembe. Anawaambia ningelijua kama uko nyuma yangu nisingetawadha udhu huu. Ina maana Abi Huraira alikuwa akijificha ficha na pendekezo hili. Yeye alifahamu kauli ya mtume inna ummati yatuna yawm al-qiyamati ghura muhajjalina. Alifahamu kurefusha viungo bali. Kumbe ni kwa peke yake kafahamu ile bwana. Anasema kama Abi Huraira, mimi nafanya hivi bwana kwa sababu sami'tu khalili sallallahu alayhi wasallam. Nimemsikia kipenzi changu bwana mtume akisema akisema hivi, tablughul huliyatu min almu'min. Afikishe mapambo, inafikiria mapambo kwa mu'min haithu yablughul wudu. Pale pahala wafikia wudu. Nimemsikia mtume akisema hivyo mimi. Atapamba mtu kule diamani mu'min, mapambo yake yafikie pale ambapo udhu wake umefikia kutawadha. Sasa hiyo ndio vile vile ilimfahamisha kama hebu niongeze mwenyewe. Nipate kufika vikuku mie nikifika kwenye kamba. Potelea mbali. Hebu niongeze mwenyewe, nipate kufika vikuku nikifika kwenye shati zangu za miguu. Lakini hauliamtuma haifahamisha hivyo. Mle mwenye maana ya kutawadha mtu atapamba kweli. Na itafikiria mapambo kwa muumini mpaka eneo lake ambalo atakitawadha. Mwenye Abi Huraira akifahamu vile na akitawadha hivyo. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد واطالته. Na kwa hakika wametia hoja kuhusu haya man yara, wale wanaona istihbabu ghasli al-'adudi, pendekezo la kukosha adudi. Adudi ni sehemu hii baada ya mifaqai na kuja adudi wa italatihi na kuirefusha hiyo. Wako watu wametia hoja kwa hadithi hii ya Abi Huraira kwamba mtume kasema tablughul huliyat au al-hilyat, yatafikiria mapambo min al-mu'min kwa muislamu haithu yablughul wudu, pale pahala ambapo unafikiria udhu. Sasa hapo vile vile wale wanaotia istihbabu kurefusha wamesema hilo hadithi hii wamekata hiyo. Wasahihu, anaeleza mwenye kitabu hiki kiitwacho Taysir al-Allam, wasahihu, na iliyo sahihi, annahu la yustahabbu, halipendezeshwi jambo hilo abadan. Wa huwa qawlu ahli al-Madina, na kutokupendezeshwa hili ni tamko la watu wa Madina, pahala ambapo aliishi mtume mpaka kwa duniani. Watu wa Madina wanaojua vyema uongozi ni sunna ya mtume. Kwa hivyo kauli ya watu wa Madina hakuna pendekezo la kuvusha katika maeneo ya kutawadha.
wa an Ahmada riwayatani, na kwa Ahmad bin Hanbali kuna riwaya mbili. Wal hadithu la yadullu ala italati, na hadithi haionyeshi kabisa kwamba iko ruhusa ya mtu kurefusha maeneo hayo. Fa innal hilya, kwani hayo mapambo innama takunu zina, itakuwa ni mapambo fi as-sa'idi, katika mkono wa mtu, wa al-ma'sam wal-mu'sam, yani kwenye visugudi, la fil 'adudi wal katifi, hawaji mapambo hayo katika adudi na kwenye bega, hakuna mapambo hayo. Mapambo yatakuja katika sa'idi na katika sehemu kama hizi hapa kwenye kiwiko, lakini hatakuja katika sehemu nyingine. Wa amma qawluhu, wamemshika sana Abi Hurairah, na kuhusu tamko lake aliposema faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, kuhusu tamko hili, fahadhihi ziyadatu madrajatun, ziyada hii ni nyongeza tu fil hadithi, katika hadithi ya mtume, min kalami Abi Hurairah, haya ni katika maneno ya Abi Hurairah, la min kalami nabii, si katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Bayana dhalika, amebainisha hivyo kwamba si maneno ya mtume, ghairu wahidin min al-huffadhi, si mtu mmoja katika watu ni kuhifadhi hadithi ya mtume, si mmoja kabisa. Watu nzima wametaja kwamba hayo si maneno ya mtume, bali ni kauli ya Abi Hurairah pekee yake. وفي مسند الإمام أحمد، نكتك مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، كتك حديثه قال نعيم، كسب نعيم فلا أدري مما سيجوي قوله إذ تمكو إذ لمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، سيجوي من كلام النبي كما لم ننتمه أو شيء قاله أبي هريرة أو لكيتم بعد كيسير من أبي هريرة من عندي قلت أنا سيجي من يوم سيجوي مني ويبسل بكهارة من وايو نما نجي أكيد أبو وكان شيخنا يقول، na alikuwa shekhe wetu akisema hadhihi lafdha, tamko hili la faman istata la yumkin an takuna min kalami rasulillah, haiyumkiniki iwe ni katika maneno ya mtume. Fa inna al-ghurrata, wal hakika ya ghurra la takunu fil yadi, haiwezi kupatikana ghurra katika mkono, wala takunu illa fil wajhi, neno ghurra katika lugha ya Kiarabu haliwi isipokuwa katika uso. Wa italatu ghairu mumkin, na kurefusha uso mtu kutawadha haiyumkiniki hata urefushaje ila taingia kitu aliko nywele, kwani tadkhulu fi ar-ra's, akianza kurefusha uso itabidi aingie kichwani. Fala tusamma tilka ghurra, haitoitwa tena eneo hilo kama ni ghurra tena. Anasema hayo maneno kayasema shaka wetu rahimahullah, Mwenyezi Mungu mrehemu. Kwa hivyo panapo mas'alatul ikhtilafiyya, pahala panapo mas'ala ikhtilaf, si vyema Muislamu kuingia na yeye akaanza kufanya bishani kwamba dalili zipo na hizo, si vyema kabisa. Atosheke na zile dalili sahihi. Qur'ani imetaja mpaka wa maeneo ya udhu, vitendo vya mtume vimeonyesha, na masahaba wote waliotaja sifa za udhu mtume wameonyesha wamezikia mahala maalum. Ile kauli ya Abi Hurairah ile, hata kama jamhuri ilifanya istihbabu pale, si vyema kuingilia ile, kwa sababu kuna kauli ya mtume alipomuonyesha mtu kutawadha vile, kama kumbuka nilisoma, alimuonyesha mara tatu katika ripaka maalum, kisha akamwambia atakayekiuka hivi faqad asaa wa dhalama wa ta'adda, ameharibu, amedhulumu na amechupa mpaka. Ina maana kwa maneno yale ni hatari kuchupa mpaka, kila kitu kiende vile vile kilivyo, kila kitu kiende kilivyo. Kwa hivyo hii habari kurefusha maeneo ya kutawadha, miguu, mikono, uso, si kitu ambacho sahihi kitu kanacho na mtume. Kuna mas'alatul ikhtilafi ndani yake, bila shaka yamefahamika hayo, na bila shaka Waislamu wanaipatia faida sunna hii ya kutawadha, na inaeleweka khitilafu zilizopo baina hii habari ya kama istata'a minkum an yutila ghurratahu, kwamba ni kauli ambayo haikuthibiti kama ya mtume kama alivyotaja fikra hii fikra sunna sitabi. Na wengine kila kitabu utakachokifungua cha hadithi utakuta anaelemewa vibaya sana Abi Hurairah pale. Kuna baadhi ya vitabu wamechambulia vibaya sana, wamechambulia huko chini vibaya sana pale. Kwa nini hasa anafanya hivi sahaba kama huyo? Hakumwachia kabisa, wanasema yeye ni binadamu bwana, hapa takalia Mwenyezi Mungu katika mchezo.